na wewe ndio wenye maamuzi kwamba tuishi maisha ya kushinda au maisha ya kushindwa. Na haswa nazungumza hapa kwa Wakristo, kwa sababu Wakristo nafasi yao ni ya kipekee. Kitendo cha wewe kuwa Mkristo, na haswa Mkristo uliokoka, ulizaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba umetangaza kabisa wazi kwamba ibilisi ni adui yako. Na kama ibilisi ni adui yako, basi maana yake ni kwamba ufalme wa shetani, ufalme wa giza ni adui ya kwako, adui wako. Na kwa maana hiyo wewe kuwa na uelewa sahihi jinsi ambavyo hivi vita vinafanyika, vinapigwana na vinapiganiwa wapi, ni muhimu sana ili uweze kushinda. Kama haujui hilo, maisha yako yatakuwa magumu. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Leo tunaanza somo jipya linaloitwa Akili Uwanja wa Mapambano. Akili Uwanja wa Mapambano. Yako mambo mengi mazuri lukuki ambayo tutaangalia, mambo ambayo na hakika ukiweza kuyaelewa, basi Ukristo wako utakuwa ni mzuri. Ukristo wako utakuwa ni kama Ukristo uliojaa maua waridi. Kwa hiyo tega sikio, sikiliza, fuatilia, waambie na wengine. Tunaanza somo zuri kabisa. Najua pia wengi mngependa kujua sana vita vya kiroho inakuaje. Tutazungumza, tutaangalia hayo, utapata uelewa, utapata maarifa na utafurahia ushindi ambao ni wako tayari kupitia Yesu Kristo. Kumbuka tu vipindi vya neema na kweli vinalenga kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mafundisho haya pia rafiki yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kufika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na toa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapoalika mtu mwingine kusikiliza, mwambie hapa tunamfundisha mtu kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Na ndio maana wengi mwanzo wataona kama mafundisho ni magumu, kwa sababu wamefundishwa, wamelelewa kufikiri kama Adamu badala ya kufikiri kama Kristo. Lakini mtie moyo, kaa naye, mpe support, mueleweshe, na amini kabisa ataelewa na atafurahia. Natoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Kumbuka unapoombea usaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ni kusupport kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Na kupa hongera sana sana kwa hayo maamuzi ambayo ni mazuri mno. Kama haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, basi nakualika uweze kufanya hivyo. Fanya maombi, muulize Roho Mtakatifu, alafu kisha uweze kufanya maombi ya kushiriki na kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Lengo ni kwamba tufike na injili hii kwa njia ya redio tuweze kufikia taifa zima la Tanzania. Sasa kumbuka unapokuwa partner kuna mambo kama 4 faida unazipata. Kitu cha kwanza, wewe unakuwa ni baraka kwa wengine. Hiyo ni faida ya kwanza, unakuwa baraka. Kumbuka umebarikiwa ili uwe baraka. Jambo la pili ni kwamba unasababisha Mungu anatukuzwa kwa sababu ya ukarimu wako. Mungu anatukuzwa kwa sababu ya wewe kusupport wengine kufikiwa na injili. Na jambo la tatu, inafungua milango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia, kuweza kukutana na mahitaji yako. Na mwisho kabisa, maana yake ni kwamba mazao yako ya haki yanaongezeka kwa sababu ya ukarimu ambao unaofanya, na hivyo kutengeneza mazingira ya Mungu kutajirisha kwa utajiri wote kwa sababu ya ukarimu wako. Kwa hiyo kama hujafanya maamuzi, fanya hivyo rafiki, na hautakaa ujute hata siku moja. Maisha yako yatabadilika. Haswa kama wewe unapitia changamoto ya fedha na uchumi, nitakushauri ufanye maamuzi ya kuwa partner, alafu tuone jinsi ambavyo ufalme wa Mungu utabadilisha maisha yako. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja nataka tuendelee
Na somo letu kama nilivyosema hapo mwanzo, tunaanza somo jipya linaloitwa akili uwanja wa mapambano. Kwamba rafiki, tuko katika mapambano na vitu vingi ambavyo nitakuwa navizungumza ambavyo nimeviandika katika kitabu hiki kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo tutajadili baadhi ya mambo yaliyoko humu, na kwa maana hiyo kama haujapata nakala ya kitabu hichi, basi nitakushauri uweze kupata, wala sio hela nyingi tu, ni vocha 2 tu unakuwa umepata kitabu hichi. Moja kwa moja tende kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 10 alafu mstari ule wa 3 hadi ule wa 5. Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Anasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa rafiki, ni kusomea kipande kidogo cha utangulizi katika kitabu hicho nilichokiandika, alafu tutajadili kulingana na ile neno tulilolisoma hapa, kwa sababu kumbuka hichi ni kipindi chetu cha kwanza. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi katika sura ile ya kwanza limeandikwa namna hii. Inasema hivi: rafiki, kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani, lakini sio kama ambavyo Wakristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Kwa kila mtu rafiki, kila mtu. Vita hivi vya kiroho vinahusu kila mtu bila kujali kama mtu huyo ni Mkristo au la. Hii inamaanisha kuwa hata wewe mwenyewe unayesoma ama unayesikiliza kipindi hiki uko katika vita hiyo. Kwa hiyo hii vita rafiki ni kwa ajili ya kila mtu kabisa. Haijalishi kama wewe ni Mkristo ama sio Mkristo, haijalishi kama umeokoka ama hujaokoka, uko katika hii vita. Aidha unataka ama hutaki, uko katika hii vita. Kwa hiyo ni kama huo ndio ukweli, ni vyema basi ukajua kwamba hii vita ikoje, inafanyikaje, inafanyikia wapi na namna gani. Alafu naendelea sema hivi: nafahamu taarifa hii inaweza isiwe nzuri sana kwako, lakini kabla haujakasirika na kuacha kusoma au kusikiliza kipindi hiki, tafadhali nipe nafasi nikujuze mambo kadhaa ambayo naamini yatabadilisha maisha yako kabisa. Kama nilivyosema na nitakavyoonyesha, vita hii sio kama ambavyo Wakristo wengi wanaamini, maana kuna mafundisho mengi ya ajabu kweli kuhusu vita vya kiroho. Hivyo kama mkao wa kula ni kusogezea utirio utakaobadilisha maisha yako kabisa. Sasa kwa hiyo hivi vita vipo. Aidha wewe ni Mkristo, sio Mkristo, umeokoka au hujaokoka, unaamini kwenye uwepo wa shetani au uamini kwenye uwepo wa shetani, unaamini kwenye uwepo wa Mungu au uamini kwenye uwepo wa Mungu. Hivi vita vipo na vita hivi ni halisi. Sasa chimbuko la vita hivi ni nini? Anasema rafiki, kuelewa na kutokuelewa kwako kuhusu vita hivi vya kiroho pamoja na nafasi yako katika vita hivi ndivyo kutakavyoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kwa hiyo rafiki, mimi na wewe ndio wenye maamuzi kwamba tuishi maisha ya kushinda au maisha ya kushindwa. Na haswa nazungumza hapa kwa Wakristo, kwa sababu Wakristo nafasi yao ni ya kipekee. Kitendo cha wewe kuwa Mkristo, na haswa Mkristo uliokoka, ulizaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba umetangaza kabisa wazi kwamba ibilisi ni adui yako. Na kama ibilisi ni adui yako, basi maana yake ni kwamba ufalme wa shetani, ufalme wa giza ni adui ya kwako, adui wako. Na kwa maana hiyo wewe kuwa na uelewa sahihi jinsi ambavyo vita vinafanyika, vinapigwana na vinapiganiwa wapi, ni muhimu sana ili uweze kushinda. Kama haujui hilo, maisha yako yatakuwa magumu. Na sikiliza, nafahamu tunaposikia vita hivi ama mapambano haya katika ulimwengu wa roho, kitu ambacho watu wengi hawajui kwamba haya mapambano yanafanyikia wapi. Na kwa sababu ya kutokujua kwamba haya mapambano yanafanyikia wapi, basi namna hatua ambazo wamekuwa wakizichukua ama katika kutekeleza hayo waliofundishwa ama katika kukabiliana na mapambano hayo, wamekuwa wanachukua hatua ambazo hazina matunda, hatua ambazo hazina matokeo. Na wengine wameenda mbali zaidi kwa sababu ya kuamini kuhusiana na vita hivi ama mapambano, wamefika mahali hata maisha yao yameharibika. Maisha yao yameharibika kivipi? Fedha, uchumi vimevurugika, afya imevurugika, lakini sio hivyo tu, mahusiano yao baina ya wao na watu wanaozunguka yamevurugika. Mimi nafahamu Wakristo, nishakutana na Wakristo nadhani kwa haraka nakumbuka 2 ambao na ni watu wazima. Mmoja
wote ni watu wazima, lakini mmoja ni mwanasheria kabisa. Lakini amefika mahali wameamini katika mioyo yao kwamba mama zao ndio wabaya, mama zao ndio wanawaloga, mama zao ndio wanaofanya mambo mabaya. Na kwa maana wametangaza vita, wametangaza chuki, wametangaza ugomvi na mama yake mzazi mwenyewe. Sasa unajiuliza huyu ni Mkristo wa namna gani? Mkristo ambaye ameambiwa kwamba uheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Lakini hawa watu kwa sababu ya kufundishwa vibaya na kwa sababu ya kutokuelewa hivi vita vinafanyikaje ama mapambano yanafanyikaje na yanafanyikia wapi, wameamua kugeuza ndugu zao kuwa maadui. Sasa kumbuka Biblia inavyosema, tafuteni kuwa na amani na watu wote na haswa pale ambapo inategemeana na wewe. Hilo ni agizo la Biblia rafiki. Kwa hiyo huwezi ukaingia kwenye neno la Mungu alafu ukachagua kile unachokitaka, kile ambacho unaona kinakufaa na kile ambacho unaona kinaku nini haukubaliani nacho, basi unakikataa. Haiendi namna hiyo rafiki. Kwa hiyo ni muhimu kalelewa hilo. Sasa kwenye mstari tuliosoma hapa kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5, nataka nikusomee mstari huu alafu kutoka kwenye Biblia ya tafsiri ya habari njema. Biblia ya tafsiri ya habari njema. Alafu utasikia kitu ambacho kinazungumzwa. Anasema hivi, kweli tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia. Ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Sasa ngoja nikupe kisa hichi. Maana wengine wakisikia anafundisha namna hiyo wanadhania kwamba huyu jamaa anadai mjuaji kweli kweli. No. Mimi wakati Mungu amenitoa nilibahatika kukutana na wapendwa wachache ambao walikuwa kwenye makanisa ya kiroho ama kanisa la kiroho, na walikuwa wanaamini sana kwenye vita vya kiroho kama ambavyo mstari unazungumza. Na nakumbuka huyo ndugu mmoja, na inawezekana hata sasa ananisikiliza redio, maana najua ni mchungaji maeneo ya Usariva. Sitataje iko kwenye dhehebu gani, lakini elewa tu hivyo, kwenye huduma gani, elewa hivyo tu. Kwa hiyo alikuwa ni kati ya mtu ambaye ananifundisha wakati huo. Of course alikuwa ni mdogo kwangu kiumri. Kwa hiyo siku moja nikamuuliza, kaambia, sasa ndugu, hivi vita vya kiroho tunavifanyaje? Maana akasema inabidi tufanye vita vya kiroho ili tuweze kutoka hapa tulipo, ili mambo yako yaweze kwenda, ili kazi za mikono yako ziweze kufanikiwa. Kwa sababu ndio nilikuwa nimetoka basi juu chochote, nasikiliza watu ambao wamenitangulia kiroho. Kwa hiyo nikamuuliza, kwa hiyo hii vita tunaifanyaje ndugu? Akaambia, kabla ya kuanza hii vita lazima tuwe na plani, tuwe na mpango au mkakati wa vita. Tutaifanyaje vita? Kwa hiyo lazima tuamue silaha gani tunatumia. Akaambia okay. Kwa hiyo akaambia nitaenda kuandaa mpango, alafu nitakuja kesho nitakuonyesha. Kwa hiyo akaenda, kesho yake akarudi ana daftari amechora. Huu mpango wa vita ambao tutautumia kupigana na ibilisi. Nikaanza kuangalia kwenye ile daftari. Anasema hapa kuna mtu ameshika mashine gani, alafu sehemu nyingine kuna wakati itafika mahali tutatupa mabomu ya mkono, kuna sehemu nyingine itafika mahali ndege itabidi sasa kuamuru ndege ziangushe mabomu mapepo na ibilisi na kadhalika na kadhalika. Sasa sikiliza kinachozungumzwa hapa na usikilize kitu ambacho huyu ndugu aliniambia. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2009. Hapa anasema hivi, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Sio silaha za kidunia. Na huyu ndugu alikuwa ananieleza kwamba tunatumia silaha za kidunia kupambana na ibilisi. Sasa hivi vitu vipo. Kwa wale wanaofahamu Arusha kuna mlima unaitwa Sakila. Na pale Sakila watu wanafanya maombi. Na nishaenda Sakila mara kadhaa. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nakijua, kitu ambacho nimekiona, kitu ambacho nimekisikia. Na watu huwa wanapanda pale, wengine wanapanda wanachuma fimbo, alafu wanaanza kutandika miti iliyoko pale, wakiamini kwamba wanampiga shetani ama wanapiga wachawi. Kwa hiyo wanatandika kabisa ile miti na kupiga katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka mama mwingine naye alikuwa anaomba dhidi ya maadui zake, amepanda pale mlimani, nadhani anaamini kwamba majirani ambao wanamzunguka wanamloga, kwa hiyo ni wachawi. Kwa hiyo ameenda kwenye maombi kuwashughulikia. Na mkumbuka huyu mama mpaka kesho, ilikuwa ni mwaka 2011. Kwa hiyo anakamata shoka, anasema nachukua shoka, nazungusha, napiga kifuani katika jina la Yesu Kristo, nazungusha, napiga. Yaani ukisikiliza unaona kama ni uchizi, na kweli ni uchizi. Kwa sababu gani? Wanajaribu kutumia silaha za kidunia kupambana na ibilisi na mapepo yake ambao ni viumbe wa rohoni.
kitu ambacho hakiwezekani, kitu ambacho ni ujinga, kukosa maarifa. Sasa usizime redio, wala usitoke kwenye YouTube, usije kazima wakimbia, wewe nisikilize, tutakusaidia. Kwa sababu watu wote hao wanaofanya maombi ya namna hiyo wanafanya maombi, nirudi hapo nikiwa Mlima Sakila. Kwa watu wanachukua hiyo, wanachukua shoka, wengine wanachukua panga, wanakatakata, wanapiga, wanavunja, wananyonga, wanafanya nini? Naona? Alafu siku wanamaliza maombi, unasikia wanaanza kuomba, Mungu, tumefanya maombi lakini tunajiomba utulinde dhidi ya roho za malipizi. Kwa hiyo watu hao walikuwa wanapambana na hizi roho, wanapambana na majirani zao, wanaita wachawi, wanawaua na nini. Baadaye wana hofu sasa ya roho ya malipizi kwamba zitawapata. Na unajua nini? Wakitoka hapo wanaenda wanashambuliwa kweli, kwa sababu kitu walichokifanya, moja ni kinyume na neno, mbili ni ujinga, lakini tatu na kubwa zaidi, especially wanaposema wanaua wachawi, maana ni kwamba wanaua binadamu wengine. Na maana nini? Kama wewe ni muuaji, unastahili jehanamu ya moto. Na ndio maana wanajikuta wamefanya connection sasa na kuzimu, na kuzimu inaanza kuwashambulia. Alafu mtu anasema nikienda kwenye maombi ya vita, baada hapo nashambuliwa kweli. Utaachaje kushambuliwa wakati wewe unakwenda kinyume na neno, wakati wewe umeamua kuwa muuaji? Hebu niambie, utaachaje kushambuliwa na ibilisi na kambi yake? Sasa vyote hivyo ni kwa sababu hawa ndugu wamefundishwa vibaya. Light wangefundishwa vizuri wangeelewa. Sasa sikiliza mstari unavyosema. Anasema hivi. Nadhani unaanza kupata picha kwamba kuna mambo mengi kweli ya kuzungumza hapa. Mengine atakukera, mengine atakufurahisha. Lakini kitu kimoja ambacho nitakuhakikishia ni kwamba utafunguliwa. Utafunguliwa. Kwa sababu hivi vita tunaelezwa hapa. Anasema hivi, kweli tunaishi duniani, Biblia habari njema nasoma, lakini hatufanyi vita kidunia, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Sasa hizi ngome ni ngome zipi? Sasa tunatumia nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hatutumii silaha za kidunia, tunatumia nguvu ya Mungu. Tunatumia silaha za Mungu. Kwenda kwenye Efeso 6 anazitaja hizo silaha. Na ukienda kwenye zile silaha utaona sio za kidunia. Kwa sababu anatumia vitu kama ngao na upanga wa roho, lakini vyote anakuelezea nini? Upanga wa roho anakuambia ni neno. Unaona? Alafu ngao anakuambia ni imani. Kwa hiyo unaona kwamba silaha zinazotumika sio za kidunia. Kwa mtu yeyote ambaye atakwambia kwamba inabidi uchukue panga, uchukue shoka, uchukue mashine gani, uchukue bunduki ili kumpiga shetani, huyo ajue anachokizungumza. Sikiliza sasa hapa anasema, kwa anasema tunaharibu nini? Tunaharibu ngome zote. Ngome. Sasa anafafanua mstari unaofuata ngome ni nini? Anasema tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Sasa unisikilize vizuri, nitazungumza kwa utaratibu. Iko hivi. Rafiki, vita vinafanyika katika akili zetu. Ndicho anachokizungumza hapa. Vita zinafanyika katika akili zetu. Ngoja nione TKU anasemaje. TKU anasema hivi, tunaishi katika ulimwengu huu lakini hatupigani vita vyetu kama ulimwengu unavyopigana. Anasema silaha tunazozitumia si za kibinadamu. Silaha zetu zina nguvu kutoka kwa Mungu na zinaweza kuharibu ngome za adui. Anasema tunaharibu mabishano ya watu. Kwa anakuelezea wanaharibu nini? Hizo ngome nini? Sasa tunaharibu mabishano ya watu na tunasambaratisha kila wazo la kiburi linalojiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Pia tunateka kila wazo na kulitiisha ili limtii Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaona mazungumzo yote haya, hizi ngome nini? Ngome inatengenezwa na hoja za uongo. Ngome katika akili ya mwanadamu inatengenezwa na hoja za uongo. Na hizo hoja za uongo zinasababishwa nini? Zinatengenezwa na nini? Zinatengenezwa na silaha zetu zina nguvu kutoka kwa Mungu na zinaweza kuharibu ngome za adui. Tunaharibu mabishano ya watu. Naona ambao kule kwenye Biblia habari njema anasema hoja za uongo. Alafu anasema na kusambaratisha kila wazo la kiburi. Kwa hiyo ina maana mawazo ndiyo yanayotumika kutengeneza hoja za uongo, naona ama hoja za mabishano.
hoja za uongo ama hoja za mabishano. Kwa hoja za uongo zikakusanyika zinatengeneza ngome katika ufahamu wa mtu, zinatengeneza ngome katika akili ya mtu. Sasa sikiliza kitu hichi rafiki, Ibilisi hawezi kufanya kitu chochote katika maisha yako kama hana wazo lake ndani mwako. Ili Ibilisi aweze kukushambulia, ili Ibilisi aweze kuharibu maisha yako, kitu cha kwanza anachofanya, anatanguliza wazo lake ndani ya akili yako. Hilo wazo ukilikubali, ukilipokea, maana yake ni kwamba linamea ndani ya moyo wako. Tuko sawa? Kwa lugha nyingine, hilo wazo linaelekezwa moja kwa moja katika moyo wako na linatenda kazi katika akili yako. Akili yako ikikubaliana na hilo wazo linamea katika moyo wako, na kwa maana hilo wazo linakuja kudhihirika katika damu na nyama. Kwa ili Ibilisi apate muunganiko, connection, aweze kujiambatanisha na wewe, aweze kujiunganisha na wewe, aweze kujifungamanisha na wewe katika maisha yako, katika uchumi wako, mahusiano yako, eneo lolote lile, kitu cha kwanza ataanza kutanguliza wazo lake la uongo. Ili wazo la uongo litatengeneza hoja ya uongo, hoja ambayo itasababisha uwe na kiburi cha majivuno, ambao vyote hivi kwa pamoja vinatengeneza ngome ndani ya akili yako, ndani ya ufahamu wako, ndani ya fikra zako. Na ndio maana ukikuta mtu amefundishwa vibaya, ameaminishwa vibaya, kumtoa kwenye hiyo kitu ni ngumu kweli kweli. Ni ngumu kweli kweli. Ndio maana pia unaweza ukaona, kwa mfano, sio rahisi sana kusababisha watu wakahama kutoka dini moja kwenda dini nyingine. Kwa nini? Kwa sababu kama huyu mtu ni Mkristo, kuna ngome ambazo zimetengenezwa kupitia mafundisho ya Kikristo katika akili yake. Ndio maana sio rahisi ukamgeuza, kwa mfano, ukamfanya kuwa Muislamu. Vivyo hivyo ukaenda kwa Muislamu, kuna mafundisho ambayo amefundishwa katika imani yake ya Kiislamu ambayo yametengeneza ngome ndani ya akili yake, na ndio maana sio nyepesi kumgeuza awe Mkristo. Tunaenda sawa sawa rafiki? Kwa nini? Kwa sababu kuna hizi ngome zimetengenezwa katika fikra. Kwa hiyo ngome sio mara zote kwamba hizi ngome ni kitu kibaya, lakini sasa inakuwa mbaya pale ambapo Ibilisi ameingiza hizi ngome ndani ya fikra zako. Maana kupitia hizo ngome ndio atakuletea magonjwa, kupitia hizo ngome ndio atakuletea vifungo, kupitia hizo ngome ndio atakuletea umaskini, kupitia hizo ngome ndio atakufanya uwe na mahusiano. Kwa mfano, kuna watu wengine kila akiingia kwenye uhusiano unaharibika. Kila akitokeza mchumba akizungumza habari ya kuoana, mtu anaingia mitini. Kuna mwingine kila akianzia biashara inakufa. Kitu ambacho watu hawajui ni kwamba kuna ngome ambazo Ibilisi ameziingiza ndani mwako, ambazo ndizo anazozitumia kuharibu maisha yako. Kwa hiyo ukitaka kumuondoa Ibilisi na kumfurusha, lazima utafute hizo ngome zilizoko ndani ya akili zako, uziondoe, uzisambaratishe. Kwa kufanya nini? Kwa kuijua kweli. Sasa kwa kuwa muda wetu unakwisha, nataka tu nikwambie kitu hichi, kwamba elewa, akili yako ndio uwanja wa mapambano, na ni katika akili yako hii ndiko ambako vita vinafanyika. Kwa hiyo nataka tufanye ombi fupi, ama ufanye ombi fupi ambalo litakusaidia. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naachilia nguvu zako katika akili yangu ili kuvunja na kuharibu kila fikra ya adui ambayo anaitumia kuharibu maisha yangu. Nipe uwezo wa kufikiri kwa usahihi kulingana na neno lako, kulingana na kweli ya Kristo. Kwa hilo ombi fupi rafiki, kuna kazi tayari Roho Mtakatifu anaanza kuifanya, kwa sababu umempa ruksa kukusaidia. Sasa nataka nikuachie zoezi la kufanya. Nataka uchukue karatasi na kalamu, alafu nataka uandike mawazo matatu ambayo yanapingana na kweli ya Mungu katika maisha yako. Mawazo matatu. Eneo lolote, inaweza kuwa kwenye afya, inaweza kuwa kwenye fedha, inaweza kuwa kwenye uchumi, inaweza kuwa kwenye mahusiano. Mawazo matatu ambayo unaona kabisa haya yanapingana na kweli ya Mungu. Na kama hujui, mwambie Roho Mtakatifu, naomba unionyeshe mawazo ambayo yako ndani mwangu adui ameingiza ambayo yanapingana na kweli ya Mungu. Alafu ukishaandika, nataka utafute andiko moja kwa kila wazo ili kulipinga.
tafuta kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini kuhusiana na neno wazo ili kulipinga. Ukifanya hilo zoezi, mawazo matatu ukishayaorodhesha, tafuta kweli inazungumza nini kuhusiana na hayo mawazo, kupinga hayo mawazo. Fanya hilo zoezi. Alafu kufanya hilo zoezi, ukiweza unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp kwenye nini ukashare. Sasa jamani, mimi nimeona haya mambo matatu hapa na jawabu neno la Mungu linasema. Mimi nilikuwa nafikiri hivi, lakini neno la Mungu linasema. Kwa hiyo nimemkamata ibilisi, kumbe ameweka wazo lake ndani mwangu. Alafu kipindi kinachokuja nitakuonyesha kwa nini Bwana Yesu alisema mkuu wa ulimwengu anakuja kwangu na wala hana kitu kwangu. Kwa nini? Nitakuonyesha namna gani unaweza ukaishi bila kusumbuliwa na ibilisi na mapepo yake kabisa. Kivipi? Somo lijalo. Kumbuka jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.